Naam, karibu sana mwanamichezo, tuzungumze yale ya kimichezo na burudani ndani ya Chapesa Media. Kama bado haujasubscribe, fanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Kwani sisi tuko hapa kwa ajili ya kukupasha na kukuhabarisha matukio mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Nami lengo langu kubwa niweze kukusogezea na nikupashe yale yanayohusu michezo na burudani, na taarifa ambazo zimeweza kutufikia katika Luba dawati la michezo na burudani ni kuhusiana na taarifa ambayo imetoka CAF kwenye shirikisho la mpira wa miguu Afrika, nikiwa na maana shirikisho la mpira wa miguu Afrika imeziandikia barua vilabu vyote vya Afrika kufikia Juni 2026 mwaka huu tarehe 30, basi ligi zote za ligi ziwe zimekwisha kumalizika ndani ya Juni 30. Yako mabadiliko ambayo yamefanyika katika ligi yetu kuu, ligi ya Tanzania, nikiwa na maana ya NBC Premier League, na miongoni mwa vitu ambavyo vimebadilika ratiba ni kuhusiana na michezo mbalimbali ambayo ilikuwa ikitarajiwa kufanyika kwa muda fulani, lakini mchezo huo masaa yakazidi kurudishwa nyuma na kufanyika kwa muda fulani. Nitaisoma kama ilivyokwisha kuandikwa na Tanzania Premier League Board TPLB. Uongozi wa ligi kuu Tanzania Bara TPLB umetoa taarifa rasmi ya klabu ya soka ya Simba Sports Club na Mbeya City kuhusu mabadiliko ya muda wa mchezo wao wa ligi kuu ya NBC. Mchezo huo uliopangwa kufanyika siku ya Juni 17 majira ya saa 10 kamili za jioni, ambako Simba ndio alibidi hawe mwenyeji wa huo uwanja. Lakini sasa mabadiliko hayo yamekuja kutokea na baada ya mechi hiyo kuchezwa Juni 17, 2026, muda utaendelea kusalia kuwa ni Juni 17, 2026, ila masaa ya muda wa kucheza ndiyo ambayo yamerudishwa nyuma. Badala ya mechi kuchezekwa majira ya saa 10 kamili saa za Afrika Mashariki na Kati, dhahiri muda umesogezwa nyuma na mechi hiyo itapigwa majira ya saa 8 kamili za mchana unako siku ya tarehe husika. Hata hii ya kubadilisha muda inatajwa kuwa ni kipekee na ya kihistoria, kwani itakuwa kwa mara ya kwanza kabisa kwa ligi kuu Tanzania Bara kwa klabu ya soka ya Simba Sports Club kushuka dimbani kucheza mchezo wa ligi kuu Tanzania Bara kuanzia majira ya saa 8 kamili za mchana. Mabadiliko hayo ya ghafla yanakuja huku kukiwa na msisimko mkubwa na pressure ya lala salama ya ligi kuelekea mwishoni mwa msimu huu. Mabadiliko haya ya muda yanatarajiwa kuleta changamoto mpya ya kiufundi kwa upande wa miamba hiyo ya Msimbazi, hata katika kuhimili jua kali na hali ya hewa ya mchana. Hata hivyo, kutokana na target yao ya kusaka alama 15 zilizosalia kwenye mechi zao 5 za mwisho, mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wanatarajiwa kujitokeza kwa wingi ili kuweza kuipa timu yao sapoti, lakini pia vile bila kujali muda uliopangwa. Je, unadhani kuchezwa kwa saa 8 mchana klabu ya soka ya Simba Sports Club na Mbeya City huenda ikawaathiri klabu ya soka ya Simba Sports Club ama Mbeya City? Dondosha komenti yako. Hizi ni miongoni mwa vitu ambavyo vimezua gumzo kweli kwa wadau mbalimbali wa kimichezo na burudani, hususan kabisa majira ambayo yamepangwa bodi ya ligi kuchezeka kwa mchezo wa Juni 17, mchezo kati ya klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya Mbeya City, ambao Mbeya City ndio watakaokuwa nyumbani wakiwakaribisha klabu ya soka ya Simba Sports Club. Mchezo huu ulipangwa hapo awali ufanyike majira ya saa 10. Sasa tunavyozungumza mchezo huo unatarajiwa kupigwa majira ya saa 8 kamili za mchana. Tangu ligi kuu Tanzania Bara mimi ninaifahamu vizuri inaanzishwa, hii ni kwa mara ya kwanza klabu ya soka ya Simba Sports Club kuja kucheza muda wa saa 8 kamili za mchana, ambapo ni kitu ambacho hakijazoeleka kwenye ligi kuu Tanzania Bara. Je, unadhani kwenye hili klabu ya soka ya Simba Sports Club wanaingia dimbani kuhakikisha kwamba wanakusanya alama 15 ambazo zimesalia ili waweze kujitengenezea mazingira mazuri ya kuwa mabingwa msimu huu, lihali wao na watani wao Young Africans wanapishana kwa alama 2 ndani ya ligi kuu Tanzania Bara? Hii inaweza ikawa ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza vikaenda kuipa motivation kwa namna moja ama nyingine, japo
mashabiki wengi wa klabu ya soka ya Simba Sports Club wanalaumu na kusema ya kwamba kwa nini muda umejaribu kubadilishwa na kupelekwa nyuma tofauti na vile ambavyo mara kwanza ilikuwa imepangwa. Mimi niko na mchambuzi, si mwingine, niko naye hapa, tunakwenda kuzungumza kuhusiana na hili ambalo klabu ya soka ya Simba Sports Club imerudishwa nyuma ratiba yake masaa toka saa 10 na kuja mpaka majira ya saa 8 za mchana. Pengine hiki mchambuzi Ans, unadhani ya kwamba hiki ambacho kimefanyika, unadhani kwa Simba Sports Club ni namna gani ambavyo wanabidi wa approach na kuhakikisha kwamba kwenye michezo hii mitano ambayo imesalia Simba Sports Club wanabidi wakusanye alama zisizopungua 15 ili waweze kuwa bora zaidi ya wapinzani wao? First of all niseme ya kwamba asante kwa kupata nafasi hii kwenye studio za Chapesa Media, lakini kitu ambacho mimi nina objective ambacho ninaamini kucheza kwa klabu ya soka ya Simba Sports Club kunako majira ya saa 8 kamili za mchana, kwa upande wangu mimi hakiwezi kikaathiri kitu chochote, isipokuwa ya kwamba ni chemistry ambayo mwalimu ameiandaa Steven Becker, lakini pia vile inahitaji klabu ya soka ya Simba Sports Club inapokuwa ikiingia kwenye pitch inakwenda kufanya mazoezi ya muda husika ambako anapokwenda kutarajiwa kucheza mchezo huo. Kumbuka ya kwamba ligi kuu Tanzania bara inarejea kunako tarehe 10 June, ndio baada ya kupisha hizi international break. So to my side, ukiniuliza ya kwamba the real performance ya Simba ambayo wako nayo kucheza kwao kwa saa 8 na kucheza kwa saa 10 to obstacles kwenye timu ambayo ina maandalizi makubwa, sioni haja ya namna moja ama nyingine kwa timu hiyo kuonekana ya kwamba kuna interruption ya aina yoyote ile, isipokuwa huwa ninaamini kwenye kitu ambacho kinachoitwa maandalizi. Mimi kitu ni muumini mkubwa kwenye masuala mazima ya maandalizi, how you prepare your team unapokwenda kumkabili mpinzani wako. Mimi ndio kitu ambacho huwa ninachokiamini. So to my side, if you tell me kuhusiana na klabu ya soka ya Simba Sports Club kucheza saa 8, to my side siamini kama kuna kitu kingine ambacho kinachokwenda kutengeneza, isipokuwa ni preparation kubwa ambayo inabidi itengenezwe mazingira mazuri ili wachezaji waweze kuadapt kwa kipindi hiki ambacho leo taarifa rasmi imetoka tarehe 1 mpaka kufikia tarehe 17. Nina imani ya kwamba baadhi ya timu ambazo zitakazokuwa zikwenda kucheza majira hayo, basi no doubt zitakuwa tayari zimekwisha kwenda kuadapt hali ya hewa na climatic condition ambapo watakupokuwa watakwenda kucheza siku husika kwenye uwanja husika. So kwa mimi, kwa upande wangu, ninaamini kucheza kwao kwa majira hayo, ninaamini kuna maboresho makubwa ambayo Steven Becker pia anabidi aingie chimbo kwa ajili ya kwenda kuangalia ni namna gani ambavyo anakwenda kuapproach mchezo huo kwa ajili ya mchezo husika. So kwa mimi ukiniambia Simba Sports Club kucheza majira ya saa 8, to me no doubt ninaona ya kwamba ni muda, kwa sababu sio Simba tu peke yake. Although tutakuja tutashuhudia hata Young Africans naye pia for the several times, napo pia kama ratiba ikipangwa vizuri, basi huenda pia naye pia saa 8 ikamkumba. So kama imeanza kwa Simba, to be honest, na huenda kwa Young Africans nako pia ikaweza inakuja.